nilikuacha nyumbani Sabrina, ukae na dadi Sabrina, bila aibu Sabrina, umefanya wewe Sabrina, we Sabrina, we Sabrina, umenisaliti Sabrina, we Sabrina, we Sabrina, umenisaliti. Kwa miaka mitatu nilikuahidi, kaa nyumbani na dadi mimi nitarudi, bila aibu, bila huluma Sabrina. Na wewe ukasema utamlea baba, cha kushangaza umemlea kweli ho, 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 ho. Nilikuacha nyumbani Sabrina, ukae na dadi Sabrina, bila aibu. Ndugu yangu, siku hizi unajitahidi kwa mapishi? Awe naye mapishi yashakuwa mapishi. Naye sasa bila ulivyotoka shule ulikuwa unajua kupika yetu. Basi tuachane nayo bwana ndugu yangu. Unajua nini? Mimi nataka kujua. Samzuni kwa shule ndio nyumbani. Nimekuacha. Kitu gani unafikiria cha kufanya? Yaani hapa sifikiri chochote, yaani hata sielewi nafanya nini. Yaani sijui chochote ninachotaka kufanya kwa sasa hivi dada. Sabrina, wewe si mtu mzuri. Hivi kwa nini unashindwa kukaa chini ukafikiria kwamba ni kitu gani nifanye ambacho kitanisaidia baadaye? Yaani nipo kweli. Yaani sielewi chochote. Yaani mimi chochote utakachoniambia tu nifanye mimi nitafanya. Sababu hata nikisema nifanye nini ndio hivyo. Hali ni kama unavyoiona dada, mimi mwenyewe nakutegemea wewe. Yaani sielewi chochote kwa kweli. Yaani chochote tu nakufanya. Nikwambia kitu. Nisije kuchagua pesa. Ulipoenda kusoko, umerudi. Utakuwa unafahamu kabisa najua kwamba nikishatoka shule nikirudi nitafanya kitu fulani. Sasa mimi naomba uniambie kama ni biashara, si vitu gani, niambie. Unapenda kukaa tu nyumbani? Yaani hata kusibuku kweli dada. Sabrina nijibu. Inaweza kufanya? Labda saluni. Saluni. Unapenda? Sana. Au unataka tu kuiga wenzio? Saluni saluni. Kwa sababu unapenda urembo saluni. Ndio unaweza bwana, afu saluni uzuri mmoja dada. Yaani uzuri mmoja wa kazi ya saluni. Unaweza kaajiri mtu akawa anafanya kazi na wewe mwenyewe unajifunza mdogo mdogo, mwisho wa siku unajua kila kitu. Hata kazi gani nyingine. Hivi unajua sana kuajiri mtu kwenye biashara? Kama hivyo. Ni shida. Ili kutani kutimiza. Wow. Bado tujali sisi wateja wengine, sisi tunathamani. Karibu. Wateja wa thamani kubwa sana kwa karibu. Asante. Au ndio kesho ndio tunafanya chakula au mtihani. Sawa, sina kata mmoja. Alafu ukija kwa chakula na chochote utakachotaka utafuata. Wale na vipi unamcheza nani? Bodi yani siku hizo tuje tunachoma. Mungu kazi na bwana. Wewe kama kuna shughuli wewe. Wale vipi mmevurugwa? Unajua mimi yani nimekuangalia muda mrefu unaongea ujinga na kusikiliza. Yaani nitakuchafua. Wale mwache tu nipate nimeosha nitavuruga sasa mimi
hata simuogopi leo. Kama Unatetea upuuzi si? Wewe unaona anachokifanya iko sawa? Mteja kitu gani bwana? Mteja ongea upuuzi umwangalie. Anafanya ujinga unamwangalia unamtetea mteja. Haya sana mteja. Pamoja ni wengi. Hivi dadi ule wako vipi? Mbona anakuwa mshambani kama vile hajielewi? Basi sana. Watu wana biashara chagua kazi. Biashara, kuna biashara. Ndio kitu kizuri. Ndio ile yako ni nzuri nimependa. Kwa kizuri. Ongea. Basi sana mwisho. Naangalia mpira mwanangu. Hiyo timu gani mwanangu Dodi? Hii PSG na United. Sawa. Sasa mwanangu, Ndio baba. mimi nimekuja hapa, niingia ndani kukutaka tuongee na wewe machache. Hapa shida. Babu, Namba. nangu hapa kwenye mji tupo wawili. Ndio. Toka mama yako afariki, mimi akili siko vizuri. Ninakuwa nataka mwanangu utafute mwenzie aweze wa kutulinda hapa, utafute mama wa nyumbani. Unasema nini? Sawa baba, hilo ni jambo zuri. Lakini Mwanangu, unapoweka lakini, yaani hapo mwanangu, katika utafutaji upo tu na kuona mwanangu una juhudi za utafutaji. Sasa unapoweka lakini shinda kuelewa, hebu jaribu nifafanulia kidogo. ila lakini kuna mambo nahitaji niweke sawa, nijipange, na ndoa ni jambo dogo tulisema, ila ni jambo pana sana. Nilikuwa nahitaji kupata mtu aliyekuwa sahihi na niishi naye kwa muda mrefu. Ni sawa mwanangu, kujipanga kwenyewe kupo. Unajipanga mpaka lini? Unapokuwa na mwenzako, msaada wako ni mama mwanamke. Na kuomba mwanangu hilo litoe, na kuomba upate mwenzako wa kukusaidia. Una juhudi za utafutaji sana, lakini bila msaada, na msaada ni mwanamke. Unapokwenda kutafuta huku na yeye mama yupo, na kuomba mwanangu hilo uliangalia. Sawa baba, mimi swala hilo nimekuelewa na nitalifanyia kazi swala lako. Asante mwana. Basi sawa. Vipi lakini nilipita kule kwenye kale. Kuna ngoja nitaenda. Naona hapo timu yako ishapigwa. Ishapigwa kimoja kwa kidogo. Yes, nani? Ni wapo hapo. Bali. Kiwango. Wangu jana kiwango. Muone kwanza unayo. Ulikuwa wapi tangu jana? Ndio subiri. Wewe niletea hapo. Umelala huko na mama zako tangu jana, leo ndio unajileta asubuhi. Ili wewe. Mwanamke ashinda kwa mwenyewe wewe. Sulusu tuingie ndani tuongee. Uingie ndani? Tungo tuongee. Subiri, unanitafuta? Lakini mwanamke ashinda kwa mwenyewe wewe. Si nimekwambia jana kwa tafuta kazi, Hii dispenser unafanya kazi walipa hela kidogo sana. Ndio unafanya kazi unalipa hela kidogo sana, ndio ulale huko. Kiwango ngo niingie ndani tuongee. Subiri wewe, dispenser unafanya kazi unalipa pesa kidogo sana, ndio utafute kazi hadi asubuhi muone. Hata huna haya. Mwanamke sio ashinda kwa mwenyewe, si ni kabila gani wewe? Hivyo mwanamke, unafurahia maisha ya upangaji, unafurahia sana maisha ya upangaji yetu. Hivi siku moja kabisa unatembea barabarani huko, unaendesha gari zuri, siku moja unatokea una nyumba yako, umejenga huko kwako, Sisi ni heshima mtu wangu kwangu na kwako. Heshima hata kama utajiri utafuta ndo ulale nje.
Bwana ndugu yangu Dodi umekuja. Shemeji za saizi. Shemeji. Hapana, hakuwa kwa mwanamke. Tulikuwa tunafuatilia kazi. Tulikuwa kule, bosi naye alituchelewesha, ni bosi wetu alituchelewesha. Tumemsubiri mpaka saa 7 usiku. Kwa 7 usiku tulirudi, akasema huko kwenu mtaani kuna vibaka wengi. Kwa tukaenda naye nyumbani kwa anaenda kutafuta. So wala hakuwa kwa mwanamke shemeji. Hivi bwana Mimi nasubiri na wajua nyie lazima mteteane nyie. Nani ambao hawajui mmeambizana nikifika nyumbani uje unitetee sio? Dodi, nakwambia mwanamke ni mpumbavu huyu. Mimi kwa sababu mwanamke ni mpumbavu, nimeshamwambia sijani bora angeenda kutafuta kazi. Unanichekesha. Kati ya mimi na wewe nani mpumbavu? Wewe ndo mpumbavu zaidi. Unaita mpumbavu dokta? Naisaidia mamilioni ya watu huko mimi. Sisi mwanamke wewe. Kafla acha. Shemeji, hapana. Shemeji mimi nakuelewa. Sisi jana hivi tumechelewa kazini, hatukuwa kwa mwanamke. Tunaomba kazi. Tunajua tumesoma, tunahangaikia mambo ya kazi shemeji. Kwa hivyo tulikuwa kwenye kazi, tumechelewa kurudi kwa nyumbani, hakuwa kwa mwanamke Dr. Francis. Nielewe, mimi shemeji yangu. Kama kwa hilo shemeji. Nakuomba shemeji, samehe. Haya kwa shemu, kwa vile umeongea mimi nakuamini. Na mimi Dodi namwamini. Dodi yuko ongea mpaka siku na hii. Dodi swala 5. Kwangu mimi nashukuru unisamehe. Haya. Nasema vijana simu zima simu. Ndio kupigia nikamwambia mke wangu. Lakini nimeelewa hiyo usijie. Tomba kusikiliza. Karibuni. Asante sana. Ndio kuna chai. Ipo. Nilishamalizana na wewe baba, tushapemana, kila mtu afanye mambo yake, usinifate. Hivi. Basi ngoja jazi, naomba ukae chini. Tunaongea nini mimi na wewe? Kipi kwa mfano? Yaani huo muda tu ndio sina kukusikiliza wewe. Kuhusu nini mimi na wewe? Yaani sina cha kuongea na wewe na huo muda. Sasa Sabina. Ni shetani ndo alinipitia, bado uko mwanangu Sabina. Moyoni. Yaani moyoni mwako mimi. Nilishatoka kabisa na sehemu niliyovunja sijengi tena. Upo? Sabina. Wewe ni mwanamke. Basi uwe na huruma na mtoto wa mwanamke mwenzio. Basi naona kwa uelewa kuongea kwa kauli utaelewa naye. Kinachofanya kwa nataka nipige mono basi hapa watu wajai. Nikuitie mwizi. Ndio utaondoka si ndio? Wewe. Toka. Dodi mtu mkubwa. Karibu. Asante sana ndugu yangu. Fresh kabisa ndugu yangu, naona mambo sio mabaya. Karibu hapo bwana. Bwana angalia ngoja. Karibu, sisi tuko hapa tunapambana. Ndugu yangu asante sana Dodi mtu mzuri. Tunatoka siku hizi. Ya siku zile ndugu yangu zilikuwa ni mbaya, lakini kwa nakushukuru sana kwa kunisaidia ndugu yangu. Bila shida yako moja unafeli sana mwana. Dodi unaona. Dodi never. Nafeli wapi? Shida yako unapenda wanawake wengi. Kama hizo mabucha mangapi? Nyama ni ile ndugu yangu. Dodi.
Kweli nyama ni zile zile lakini zinazidiana mafuta, mifupa. Si unajua tena Dodi? Mtoto ile kajazia. Shida za kupenda sasa. Hiyo sio upendo, hiyo sisi tunaangalia je, hii sehemu ni sahihi. Hii sehemu inalipa. Shemeji yangu mzima. Shemeji yako mzima, jambo kabisa, iko vizuri. Nashukuru Mungu. Maana muda mrefu sijamuona shemeji yangu. Yupo. Anasema sasa hivi anajichimbia sana ndani. Hivyo ila nimepanga kabla ya mwaka huu kuisha. Naye ndoa kabisa. Ndio lengo langu. Kweli jamaa wangu, ni jambo la heri sana. Ndoa kwa sisi vijana hapa mjini inakuwa ni ngumu. Tunahitaji tunapambana kidogo hapa. Nikamilishe baadhi ya vitu kisha niwe pambana ndugu yangu. Mimi nitakusupport sehemu kubwa sana. Umeshaona ndugu yangu? Nitakusupport sehemu kubwa sana. Kwa sababu nimeona kwamba huo ni msingi ndugu yangu katika maisha. Unaona? Mara vijana wengi labda tunachukuana kutoka manyanya sokoni, lakini umeamua kupanga kufunga ndoa ni hatua kubwa sana. Vipi na mzee yupo nyumbani? Mzee sama kabisa, jambo tena hapa umeniwahi kidogo. Ndio nilikuwa nataka nitoke hapa. Sasa ndugu yako mimi nafika naona nikimbia. Cheki mzee kule kidogo. Tupate na lunch. Mchana. Kuna feri sana Dodi. Mimi nikatoka mbali kwa ajili yako, hapo nafika hapo nasema tutatoka kwenda nyumbani. Sana. Wewe uko unapita tu. Kwa sababu mimi nikuwepo. Nitoka asubuhi niko hapa. Kai kwanza bwana Dodi. Naenda kumcheki mzee. Unajua zile dawa zake lazima nimzingatie. Unajua mapresha yake. Ndio mzee bado dawa nimzingatie. Kwa sababu mvivu sana kwa dawa. Nimzingatie dawa. Shemeji yupo atamuhimiza shemeji. Yule bado yuko kwa sababu ina bado. Sina mpango. Mimi ndio yupo nyumbani. Napata nimeshiwa nguvu Dodi, maana nimekuja hapa tupige story, nikushukuru tu kwa jinsi ulivyoniokoa. Maana nilikuwa nimetaitika. Basi unisamehe kwa hiyo. Unisamehe sana. Fresh tutachekiana au? Niingie town maana naona. Hayo noma. Karibu shemu. Asante, za siku nyingi. Sio nzuri. Shemu, unaona jinsi gani ninavyoteseka kuhusu Sabrina. Kwani ulivyoenda kuzungumza naye alikwambia nini? Yaani hataki hata kuniona. Wewe Shumu, nimeenda kwenu sikumkuta. Nikasema labda niende saluni. Nimefika saluni nimemkuta. Ili namuhitaji tu tuongee. Kanipigia mwano mimi mwizi. Kweli? Sasa Kasimu, kwa jinsi hiyo mimi nafanya nini? Unajua ni dada yake. Tena tumbo hili. Tumbo moja. Wenda mkikaa chini mkazungumza, anaweza kaelewa. Akabadilisha maamuzi. Nisaidie shemeji yangu. Sawa. Basi naomba ukae chini. Uvute pumzi. Mimi nitazungumza naye na mimi atanielewa. Basi mimi nitafurahi ukifanya hivyo. Basi mimi ngoja nikuache. Yaani ndio unataka unikimbie? Nimepita tu mara moja, kuna sehemu kule naelekea. Labda kama niingie ndani, nikuandalia hata juisi au chochote kitu utumie ili uweze kuweka na mwili fresh. Yaani uingie ndani uniandalie mimi? Hapana. Basi tufanye siku nyingine. Nitakuja siku nyingine. Kweli? Basi sawa. Nitamsalimia. Haya. Dada, huyu ndio ile mchumba wangu nilokuambia anaitwa Dodi Kabanga. Huyu ni dada yangu, yaani ukipata yeye na kupata mimi. Asante. Shem, karibu sana. Asante, nashukuru sana. Nisikie uko nyumbani. Umeelewa? Hamna shida. Ushakaribia kwenye familia yetu. Kwa hiyo wewe jisikie amani kabisa. Unasikia? Sawa. Kwa familia yetu tumezaliwa watoto wa kike wawili tu. Kwa karibu sana. Jisikie upo
huru kabisa. Sabuni na huyo mwenzako, kwa mna malengo gani kwa sasa na baadaye? Malengo yako mimi kubwa kwa sasa ni kukamilisha kwamba jambo moja ni ndoa, ambalo ni jambo muhimu, alafu kisha tutafuata mambo mengine ya msingi ikiwemo maendeleo ya kimaisha. Basi ndio vizuri. Unajua ni vijana wachache sana katika umri ulionao kuamua kama ile jambo ndilo liamua. Kweli kabisa. Ila wengi wao wanafika kama hivyo ulivyofika wewe hivi. Ndio. Ukishatoka tu kwa baadaye tayari unachukua juu kwa juu. Hapana, si hivyo. Basi uko vizuri. Sasa mimi nataka kuwashauri kitu kimoja. Ndio. Mmeshaamua kuingia kwenye ndoa. Ndoa ni ngumu. Ndoa ni matatizo. Mnatakiwa kuwa wavumilivu sana. Ni kweli kabisa. Mnatakiwa mvumiliane. Unatakiwa umsome mwenzio tabia zake na wewe pia kusome tabia zako. Kisha muendane. Naelewa sio siku 2 3 tayari mshaachana. Mwanamke mwanaume mimi simtaki. Mwanaume dem gani yule? Siku hizi mnaita wanawake mnaita madem. Ndio tabia zenu vijana. Kwa mwachane na mambo ya ujana kabisa. Sasa hivi mwe sawa kwenye akili ya familia ambayo mnajua kabisa baadaye sisi tutakuja kuwa mama baba. Sasa shemeji, mimi nimekuelewa. Kwa hiyo kama nitafanya sasa labda kwa kujua na nafurahi pia na nashukuru pia kwa ushauri wako baba. Na kwa hiyo pia nitayaishi haya ambayo unaniambia. Ni kitu ambacho pia nilikuwa nategemea leo kesho niwe na familia yangu. Kwa hiyo kwangu mimi naona kila kitu kiko sawa. Sawa, alafu kingine shemu. Huyu mwenzako umemkuta ana kazi yake. Umeelewa? Ana ujuzi wake. Sasa sio leo kesho umechukua mwanamke akishafika nyumbani sitaki kazi, sitaki nini. Halafu mtimizii kila kitu anachokihitaji. Kwa hiyo mimi nachokiomba tu akishafika huko kwako umuendeleze na kazi yake vile vile, msaidizane. Baby, mambo ni magumu ila hivyo tunamshukuru Mungu anasaidia. Ndio changamoto za biashara. Unahitaji uvumilivu. Uvumilivu ni karibu. Kama ulikuwa na subira tu. Kwa uvumilivu mambo yatakuwa sawa. Anyway, nitazoea tu. Sina mgeni na sina taarifa mgeni. Sabrina. Ipo ndo kuniambia nini? Hivi ufana na nafanya uniache mimi ndio? Kama ni wewe, unaishia kwa vichana wengi kwa mambo uzoei pale. Sabrina mimi kicha. Hivi una akili timamu? Unakuja kufanya fujo kwenye ofisi ya watu. Una akili wewe? Si nishakuacha shida ni. Sio kidogo kufungwa. Vipi? Unafunga vizuri. Kutoka nje. Hem toka huko. Kutoka nje. Sema biashara hii. Okay. Tutakutana hivi. Ayubu. Sijaenda kuambia, yaani usi chochote vile.
Nzima. Nyumbani nimeacha kweli. Karibu mwanangu. Karibu. Baba. Ile mchumba wangu Sabrina nilikwambia. Ndio. Unaishi wapi mwanangu? Huyu anaishi mtaa wa Majengo. Anaishi mtaa wa Majengo, anaishi na dada yake. Ndio, wazazi wake wote walishafariki, hivyo alilelewa na dada yake. Ndio. Karibu sana mama. Asante baba. Karibu nyumbani. Asante. Sasa. Nisema mwanangu umefanya vizuri. Kwa hiyo karibu sana Mungu wangu. Kwa kijana wangu umeshajaribu kuongea na mwenzako kumchunguza ni mtu safi na nini? Kwa hiyo siwezi kumsema vibaya, na kiukweli ana tabia njema. Ndio, kwa hiyo ana tabia njema. Ndio mfuatilia. Kwa umeshafika? Ndio. Umeshafika. Mmoja na wazazi wake kamaliza mama. Tushamaliza. Sawa. Kwa hiyo mwanangu jiandae funge ndoa kabisa. So ndio babangu anaitwa Asman Kabande. Asante mwanangu, karibu sana. Asante. Karibu sana. Basi nimekwambia nenda kashirikiane na bosi wako. Ukifika mwezi wa 12 urudi. Kiwangu Debora. Usinishike. Kiwangu. Hivi mwanamke ni kabila gani kwanza? Toka. Wewe ni gani? Toka. Lakini mbona shinda kuwa mwelewe mwanamke? Mbona nimekuambia sasa kila kitu kiko wazi? Kwani mara ngapi nimeshahara nje? Simetokea jana tu mara moja. Tajua mwenyewe. Nikwambia nataka tubadilishe maisha. Maisha ya upangaji sio maisha mazuri haya. Kiasi ugongewa kodi. Konko hodi baba tunataka pesa, Konko hela umeme, Hayo maisha kabadilishana na bosi wako. Mimi sikutaki. Hivyo mwanamke simoja unatembelea haya kabisa unapita barabarani hapo, Si heshima, Umejenga nyumba huko kwako, si heshima. Hivi unisikii? Si nimekwambia urudi kule kwa bosi wako. Alafu kwangu hapa utoke hapa. Hata mimi kweli ilikuwa ni bahati mbaya tu wewe. Yaani mwanamke anashinda kuwa muelewa. Yaani bahati mbaya tu mimi nahisi nilifanya makosa makubwa mno. Bwana gani nikapata hata kijijini kule. Nilisikia ukosea ndio huku sasa. Karibu. Dodi ndugu yangu. Bado umekuja kabisa ndugu yangu. Nakwambia ndugu yangu ya duniani hapa. Yaani mambo ni mengi sana. Unaona? Sasa tu mwanamke anasema kwamba eti mimi jana nilala nje, nilala si kwa mwanamke kule. Sasa tu mwanamke anasema kwamba eti mimi jana nilala nje, nilala si kwa mwanamke kule. Shemeji yangu Debora. Sasa tulikuwa tunafuatilia mpango ya kazi shemeji. Kwa hiyo umekuja hapa mteteani? Hapana, sio hivyo. Dodi mimi namjua. Dodi ni swala 5. Wewe ni swala ngapi? Dodi hajawahi kuongea hata siku na moja. Unajua wewe. Dodi hajawahi kuongea na moja, mimi namjua. Tunafuatilia mambo ya kazi, tukachelewa kurudi. Yaani tulimsubiri bosi mpaka usiku sana. Si angesema? Huyu mwanamke ni mpumbavu mno Dodi huyu. Mpumbavu. Dodi nakwambia mwanamke mpumbavu sana huyu. Mimi nimeshamwambia kila kitu. Usifikiri huko. Hali mambo yanaongea tuyataisha. Shemeji, kama utuelewe bana. Tusamee kwa hilo tulikosea kwa taarifa. Tusamee. Sio napenda kuliliwa. Sikiliza kwa mpole. Shemeji, hapa tunafuatilia mambo ya kazi. Sawa. Niko kuchelewa kurudi. Sema iko sawa kwa taarifa wewe. Ndio ulichokosea. Na Francis ndugu yangu umekosea. Ndio nilikwambiaga bwana nisiweni ketu usinze mwenyewe. Una matatizo hapa. Hapa shemeji kwa mpole. Nakuomba niko chini ya miguu yako. Kwa kuwa umekuja wewe ndio nimesamehe. Nani? Mwanamke sasa akana kenyewe. Hapana, mombe msamaha tu. Ile issue tu. Dodi. Yaani singekuwa simu kuzima. Huyu mwanamke mimi ningempa taarifa. Kisa bahati mbaya simu ilizima. Kosea sasa inabidi muombe tu msamaha, muombe radhi tu yaishe. Basi mke wangu naomba unisamehe. Vipi lakini shemeji ndio hivi sasa sijaona mazingira chai nini? Anaenda sokoni. Atakuwa wai, si unajua ni wageni. Sawa. Vimba. Unajua tu ni wakati ya 2 mbele. Mambo ishaisha mke wangu.
umeua. Asema kwa hiyo unaniita kama unajua kabisa hivi na baba yupo. Kama itakuwa sio heshima. Hapana. Kwa huru tu. Mzee hayupo katoka. Tena kasafiri kabisa, yani sio. Sawa. Kwa karibu sana. Asante. Ndio sana. Sio kijambo, mfi yangu kubwa ni wewe. Mimi kwa vizuri. Mimi kwa vizuri. Lakini bele. Kwani ule jamaa singe hata tukamfunga tu mhurumia nini? Unajua muda mwingine watu kama wale wanahitaji kuhurumiwa kwa sababu hawajui walitenda. Nione kama ataendelea kutusumbua. Hawezi kwa sababu yeye mwenyewe kaishatoa maelezo pale polisi. Kama hawezi kwa hawezi kutusumbua. Okay, ni sawa. Na nashukuru pia kwa kunielewa. Kwa sababu nia yake kubwa ilikuwa ni kututenganisha mimi na wewe, na nafikiri hilo halitafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Mimi na wewe, lakini naamini kwamba hawezi, sababu mimi nakupenda sana na kitu kama hicho nakuahidi kitokea. Nashukuru, mimi nakupenda pia. Nakupenda pia mpenzi. Nakupenda sana bwana. Hata mimi nakupenda pia mpenzi. Mzee. Mwana. Mimi natoka kidogo. Unatoka? Natoka kidogo. Nenda. Nenda usini pale ngaiko. Kijana wangu. Ndio mzee. Lakini uwe makini. Maana kijana yule sio mzuri. Ni kweli ila usijali baba. Kwa na amani. Ana shida huyu kijana. Sawa. Na ufahamu kabisa vita ni vita. Usimdharau. Tuachane naye, sisi tuendelee na mpango wetu na usi. Ndio. Vipi mpango unaendaje? Mpango unaenda vizuri tu mwanangu, sio na wasiwasi. Naona ndani ya mwezi huu mambo yote yatakuwa vizuri. Basi sawa, fanya harakati upate mwezi. Basi sawa, ila nikitoka mimi inabidi ufuatie wewe, sababu ushakaa muda mrefu, unajua mawazo. Mwanangu.
Ni jambo zuri, hata mimi nafurahi. Haya mwanangu, kwa kuwa umenitaka, basi unajua mpaka leo miaka 5 nimekaa upweke muda mrefu. Nafurahi hata mwanangu. Inabidi utafute mama kidogo. Inabidi nitafute na mimi mama yako. Ni kweli. Asante mwanangu. Basi sawa, mimi natoka kwa ile kidogo nimehangaika. Haya mwanangu. Sabina, mimi natoka. Nataka nielekee mjini nikafanye utaratibu wa vitu vyako vya harusi. Haya. Ndogo wangu. Hivi karibuni naenda kuolewa. Ndio. Naomba ukae na kimya. Dada, mambo ni magumu, sijui nitaweza. Kila kushinda nini? Shazani na peke yangu ndani. Abaweza kwenda kugandana ndani. Sabrina, kwa hiyo hicho ndo kinakufanya uwe na wasiwasi? Yaani hata sielewi kwa kweli. Yaani kama mambo yanakuwa magumu. Kumbuka sasa hivi unaenda kuishi na babangu. Kamlee baba mkwe pamoja na mmeo. Sawa? Halafu hayo mavazi yako haya Sabrina, naomba yabadilike. Umenielewa? Lakini dada, si unajua nishanunua madera kibao, yani ni hivyo babangu mwenyewe akiniona unajua kabisa mpata mke mwenye busara zake yani. Sawa kweli mdogo wangu, madela umenunua. Sasa isije kama mapambo ya ndani. Naomba yani ukayatimizie yanavyotaka. Mbona itakuwa shida sasa? Kwa hiyo nitakuwa na vanidela mimi. Shazoea uhuru kujiachia. Ushaamua kuolewa. Lazima iwe. Acha mimi nikimbie. Unaona hali ya hewa hiyo? Ngoja nikuache. Unaenda wapi? Tumanika kwambia uwe makini. Kuwa makini. Nenda mjini kufanya shopping ya harusi yako. Unarudi muda gani? Mimi najua kutoka, kurudi sijui. Bye. Haya, safari njema. Dodi. Mama, mbona umechelewa hivi? Nataka nakusubiria. Nenda kaoge mwanangu tuwahi. Ila baba. Yaani nina kama hofu fulani hivi kanaingia kwenye moyo, yani napata uoga fulani. Nilijua mtoto hata uoga. Tabasamu. Yaani kipindi kile mimi mama yenu nampata ambalo nilifurahi ni vizuri tu. Furahi mwanangu vizuri, tabasamu. Umepata mwenzako tukamchukua. Wewe kama haujafika basi twende tu na mimi haraka. Twende kwa. Nenda kaoge haraka. Sawa baba, ngoja basi nikaoge. Ngoja tu. Baby, babako anaonekana mkali, unaogopa? Hapana. Mbona mpole sana? Sema tu sio mwongeaji. Ndio kama mako nifariki baada ya kuona mtu mwingine. Sikuwa sijawahi na tupo wawili tu kama ulivyokuwa. Labda atakuwa na mwanamke mwingine hapo mbele kufanya kazi muda wote. Anaweza kuwa naye, sema kwa siri sana, kwa sababu hali yake kuna ngazi chote. Inaonekana ni msiri. Ndio ni msiri kwa hiyo.
Ila mpango kwa kazi. Kama atakuwa naye basi ni kwa siri sana. Tokea na mambo ya wana siku hiyo. Mwanamke anahusiana na muda mrefu. Utakuwa simfahamu. Baba atakuwa naye ila mimi simfahamu. Tutaacha kwa mambo ya kufunza. Naona lisharisha hapo kufuga baba Samini. Jambo. Mzima kabisa. Baba leo nilikuwa ndio asubuhi. Hata tujaonana. Nilikuwa na mteja mmoja alikuwa anamwahi huko ofisini. Habari njema kidogo kwangu. Yale majibu yangu ya scholarship ya kusoma nje. Yapenda kusoma. Hiyo nilikwambia. Hivyo nitajika niende Marekani nikasome. Nikasoma mwanangu. Mungu mkubwa. Kweli. Mungu mkubwa. Nenda kasome mwanangu. Nenda kasome. Lakini shuleni nashukuru Mungu nimepata, ila yenyewe nimeambiwa mpaka mwezi ujao nitakuwa ni kule na wale jamaa wakagharamia kila kitu. Ndio mwezi ujao. Ndio. Basi shukuru mwanangu, Mungu ni mkubwa. Na ndio mwanangu na wanangu bado changa. Ni kweli baba, ndio yangu ni changa. Ndio kuongea na mpango Sabina. Sawa. Basi atakubalia kwa shida baba. Sasa ngoja tuende. Vipi unakimbia ndani tu tuende kwa shida. Ndio vizuri. Mwanamke hapa. Basi sawa. Mungu wangu naona kaenda. Kweli. Baba kichwa kinaenda mbio. Hadi alinipigia simu akaniambia niongea naye. Sawa. Basi uko ndani baba. Haya, ngoja na mimi nirekebishe hii. Sawa. Na habari njema. Habari gani tena hizo mwanangu? Ndio. Bado nasoma. Ina maana wewe hapo ni mwanafunzi, mimi hapa ni mwanafunzi. Sio wanafunzi kama wanafikiria. Huyo habari ni mwanachuo. Kwa hivyo nahitaji kwenda kusoma nje ya nchi. Ila samahani sana kwa kupata taarifa kutokana na majibu kuchelewa, na mimi kama nimekata tamaa na swali hilo. Naomba ruksa yako mwanangu. Kama kweli ni jambo jipya mwanangu. Mbona bado mapema sana? Alafu ndo kwanza ndoa yetu changa. Hata sijaenjoy wilaya ndoa hii. Mapema hivyo ndo nenda shule tena huko nakoenda shule ndo kusoma miaka mitatu yote hiyo niko mwenyewe. Hapana sio. Hapana. Kweli najua ndoa yetu bado mbichi. Ila masomo ni kupita. Ila mapenzi yetu yanakuja na mke wangu. Kama ruksa yako. Yaani haiwezekani kabisa hapo shule. Mimi panaishi hivi.
maisha haya yanaenda vipi? Haya maisha hapana, yani haliingia kilini kabisa mwanangu. Kwa kweli hapana. Yaani cha msingi hapa tufanye tu tuachane, kila mtu afanye maisha yake. Wewe unaenda kusoma, wewe kusoma ukasome, mimi niangaike na mambo yangu mengine. Ukirudi kama sijaelewa bado, basi tutaendelea na penzi yetu, ila kwa sasa hivi I'm not ready for this. Siwezi. Hapana, siwezi. Baba, hebu jaribu na kuongea nikiwa maana amekataa. Kanikatalia kabisa. Amekataa? Ndio baba. Mama mkwe. Sisi nikatalia mume wako kwenda masomoni. Lakini kumbuka anachokwenda kukihangaikia ni chini wawili. Kabla mjapata watatu. Cheni wawili na kuomba mruhusu aende masomoni, mwanangu akasoma, atarudi atakukuta. Na usihofu kwa kuwa naenda kwenye nchi za wazungu kule kwamba atakwenda kuja na mzungu, hamna. Mimi sitapokea mwinga yoyote yule. Nisikie vizuri, takuwa na wewe nyumbani hapa, mwacha aende akasome, atakukuta. Kwa hapo baba, mimi nilea katika maadili mema mpaka nimefikia hapa. Kiukweli siwezi kutoka nje ya mipaka yako, hivyo nitazingatia. Lakini kumbuka ahadi mwanangu njoni, na sitaki ya kuniletea uchafu mwingine hapa. Sitaki kunifuatilia. Naomba kasome mwanangu, mwenzangu tamkuta tu nyumbani, si hapa ni kwao, tamkuta. Mimi naruhusu. Mama, unanisikia lakini? Naomba mmeo uniruhusu akasome. Mama, mimi sina shida. Mimi nishamrusha aende, akijisikia kuoa, aoe, afanye chochote anachotaka. Mimi nishamrusha. Sawa. Bila usihofu mwanangu, usihofu. Hakuna cha kuoa wala kuleta mwinga mwingine tofauti na wewe. Yaani nitawatimwaga, kutimua mbali, yaani kutimua kweli mwanangu. Lile toa wasiwasi, unanisikia? Toa wasiwasi. Haya, nenda kasome mwanangu. Mruhusu akasome mwanangu. Hapana. Nikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu, umefanya. Nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu, umefanya wewe. Sabini tu. Mbona unapenda? Niko sawa. Bwana, wewe ndio mwenye. Niko kwa nataka afya kwa hiyo kuondoka. Kuona kama ni haujafurahia. Niko sawa. Niko sawa. Kwa sababu maisha ya kwamba haujafurahia, japokuwa tunaandaa vitu tunapesa mpaka kwa mwisho bila sikuoni hali yako mwenye sana.
Wewe uko sawa tu. Sawa, nashukuru kwa ajili yako. Thank you. Ndo naenda hivyo. Ukae na bila aibu, nilikuacha nyumbani. Ukae na dadi bila aibu, umefanya wewe nilikuacha nyumbani. Ukae na dadi bila aibu, umefanya nilikuacha nyumbani. Ukae na dadi bila aibu.
nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu. Umefanya nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu. Umefanya wewe Sabrina, we Sabrina. Mama mkwe, mama mkwe, nisaidie maji huko. Hamna shida. Karibu. Maskini huyu binti amebaki mpweke. Itabidi nijitahidi ni kumfanya asijione mpweke, ili asije akashawishika huko nje akamsaliti mwanangu. Baba, nimeletewa kadi ya harusi. Imetoka wapi? Kuna yule mtoto wa shangazi anaolewa, hivyo nimeletewa kadi hiyo ili nihudhurie kuonyesha. Haipo shida mwanangu, nenda kwenye harusi ya ndugu yako, nenda. Sawa baba, lakini hiyo kadi ni ya watu wawili. Sasa kama ya watu wawili mume wako hayupo, utafanyaje mwanangu? Lakini hata wewe pia tunaweza tukaenda wote baba. Pamoja. Na hali ile kadi ni ya wewe na mume wako. Sasa mimi nitakuwaje? Ni sawa baba, lakini kwenye kadi haichagui kwamba eti uende na nani au vipi, ila kama imeandikwa ni watu wawili unaweza ukaenda na mtu yeyote ambaye unamtaka wewe, ila cha msingi mwe hao wawili. Kwa hiyo hata wewe pia inawezekana. Haipo shida mwanangu, tutaenda. Ukute mimi naandaa huko jikoni. Haya. Nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu. Umefanya nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu. Umefanya wewe Sabrina, we Sabrina, we Sabrina, umenisaliti.
Niombe mwalimu. Sasa uende peke yako mwana. Mimi mzee wote huu mwanangu. Maskenda mzee wote huu nikaonekana kule mimi. Itakuja vizuri. Kule kuna wazee wakubwa kuliko hata wewe. Haya, ipo tabu. Mwanangu tutaenda. Jiandae tu. Wewe nikisha natengeneza hapa kwa shughuli. Nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu umefanya. Nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu umefanya wewe. Naenda kulala. Ongea mwana. Umeelewa sana. Afu nikia nimeelewa. Wani kulala na utakamba kuna vitu vinaninyonga. Siwezi kulala peke yangu. Kwa hiyo ufanyisa. Fanyisa. Kati mwana kufanyisa. Siwezi kulala peke yangu. Mwanangu haitawezekana. Kiasi yote kimila. Yaani hiyo hamna. Ufanyisa. Siwezi kulala peke yangu. Nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu. Nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu umefanya. Nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu umefanya wewe. Baba. Mtu ananiamsha usiku wa manane.
Wewe ametoka kazi huko. Ninaingia kwenye chumba cha mwanangu. Samahani. Naomba ngoja niondoke. Nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu. Umefanya wewe Sabrina, we Sabrina, we Sabrina, umenisaliti. Sabrina, umefanya wewe Sabrina, we Sabrina, we Sabrina, umenisaliti. Sabrina, we Sabrina. Kushinda wewe. Yaani hata mtoto wako mwenyewe afuida. Yeye mwache aendelee kusoma huko, sio tuandike. Yaani hawezi kufuada. Lakini nini ushaanza? Unataka kusitisha? Lakini wewe nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu. Umefanya nilikuwa wewe Sabrina, we Sabrina, we Sabrina. Siku nyingi mdogo wangu umeondoka, ni nywele zangu naona hata usijali, upo kwa fundi. Babangu kwa jambo. 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 Kabisa, uko wapi hana noma nini? Ila ni kweli, siku ile nimeona kwenye party ana makoi mzee. Baba mkwe. Baba mko nampa mimi sifa mingi kiasi hicho. Vipi? Sijasikia siponi shimejia mshenzi. Muda umeisha. Nataka niende nyumbani nikampikie baba mkwe hapa rafiki yangu nikubane. Hapa tasubiri kwa wakati mwingine. Sawa. Ila ipo siku nitamwambia na kuzia kwenda kwenye party. Yaani kwa taarifa yako ni hawezi hata kukusikiliza. Anaponipenda yule babangu. Ambao hatuna babangu. Mbosha. Bila mdogo wangu bwana ungeni suka basi hata haraka tu. Nenda umeisha, nenda kupika. Sijapenda. Nilikuacha nyumbani Hapa sikunia kanani. ukae na dadi. Asante. Naona ndoa imependa kweli ndugu wangu. Hivyo tu mshukuru Mungu kwa kweli. Kwa muda wote hapo bado mnaishi watu wawili tu. Tuko wawili tu kama mboni ya jicho. Hatupati shida wala nini. Haya bwana. Lakini msikia mzee hivi karibuni nataka kuoa. Kwa sababu kwanza yani yeye mtu ndo hataki ndani. Kwa mtu kuoa ni jambo. Hapana. Karibu. Pole karibu. Pole na safari. Tumepata na wageni. Tumepata shemeji yako. Shemeji mko wako. Shaza tumeona dodi. Dada. Karibu. Asante bwana, karibu. Shikamoo. Nyumbani umeacha salama? Salama. Huko mzuri? Mzuri. Sawa.
Kujifanya utanialia. Acha kulia babu. Acha kulia babu. So, kukua ni kazi. Sote kukua ni kazi. Sabrina, umefanya wewe Sabrina, Sabrina. Sabrina. Karibu. Sabrina, mambo niambie tu. Sabrina, naomba uniambie ukweli. Mimi dada. Usiponiambia mimi ukweli utamwambia nani? Hai, ukweli gani unaotaka nikwambie? Sabrina, naomba uniambie ukweli. Kitu gani unataka nikwambie? Umekuja hapa kwangu na unaniambia nikwambie ukweli. Ukweli gani? Naomba uniambie. Nini kinaendelea kati yako wewe na baba mkwe wako? Makubwa. Baba mkwe wangu niko naye kivipi zaidi ya baba mkwe? Kuna nini? Sabrina, niambie tu mwanangu. Ndio. Kuna lingine? Sabrina. Sabrina. Usiniambie tu kwamba hilo tu ni la shemeji yangu. Shemeji yangu ana muda gani hayuko hapa nyumbani? Ni miezi 9 sasa karibia mwaka mzima. Afu unaniambia tumbo hili ni la mume wangu. Tumbo la kuelekea kujifungua kabisa hilo, afu unaniambia eti mume wako na mume wako hayuko hapa muda mrefu. Babangu nataka kuingilia mambo ambayo mwisho wa siku mimi nataka kuhusu. Kwa hiyo basi kila kitu kuhusu mimi na mume wangu unakijua. Mume wangu yani unataka niongee vitu vingine kwa sina hata mpango wa kuongea. Mume wangu ameshakuja hapa. Mara mwisho amekuja hapa tumelala wote mara hizo ndani siku mbili amelala ndani. Ndio ameondoka ndo kaniachia hii hali. Haya wewe unataka kusema nini? Utayashinda kweli. Sabrina, mimi ni mtu mzima. Naelewa kila kitu kinachoendelea. Sabrina, naweza nikakuchafua sasa hivi. Sitaangalia huko kwako, sitaangalia huko kwa baba mkwe wako. Umenielewa? Naomba uniambie ukweli Sabrina. Dada nakuheshimu. Tena taratibu kabisa ukae. Hapo umekuja yani nataka uondoke kwa ustaarabu kabisa. Naomba ukae tuongee mambo. Hivi, sitaki ugomvi na wewe. Hadi unaiona hapa ni hadi ya mume wangu. Hakuna kitu kingine. Hayo unayoyajua wewe, unajua wewe mwenyewe. Hivi, kama una lingine uongee. Sabrina, umekuwa. Yaani nitakuchafua wewe. Yaani sitaangalia huko kwako, sio kwa baba mkwe wako, sio kwa nani. Nitakutandika Sabrina. Nataka kuzidi wewe. Taratibu. Nimeshakwambia mimba ni ya mume wangu. Kama hauelewi basi na kama umekuja kwa shari hapa. Naomba mambo yaishie hapa hapa. Sitaki ugomvi na wewe. Hii hali ni ya mume wangu. Hivi unavyojua utajua mwenyewe na kama umekuja unaongea na dadako kwa adabu. Umeelewa? Ni lazima utaniambia kweli. Nisikilize vizuri. Hapa ni kwangu, usije ukaletea fujo kwangu. Na hii mimba nilionao ni ya mume wangu. Sitaki fujo na wewe. Hivyo kama umekuja kwa lingine useme. Sabrina. Kwa hali kama hii tufanyeje? Kwa maana kwanza wewe ni relax tu. Nimeleta sasa hivi kivipi? Sasa kama ishatokea, badala wewe mwenyewe kujikontrol wewe mwenyewe umeshinda, mpaka imetokezea hii hali. Ulitegemea kwamba hali isingetokea? Ili kwa ambalo mwisho wa siku lingetokea na ni la kawaida. Yaani imeshatokea. Na wakati unalima shamba unategemea kwamba utavuna. Mavuno haya. Kwa hiyo sio ndio kawaida. Lakini wewe shamba lako kwa nini control? Hali imeshatokea. Sio muda wa kulaumiana sasa hivi. Ni muda wa kuangalia tunafanya nini ili tujue nini kinafuata. Ila kusema kulaumiana sasa hivi hatutambulia chochote. Au tutoe. Yaani siwezi kufanya hicho kitu hata mara moja na wala hakipo kwenye akili yangu. Kwa hilo swala liondoka kabisa. Yaani siwezi. Tuangalie njia nyingine. Njia kama ipi?
Yaani ninachokiona hapa, tuondoke kwa muda kidogo, ili nisote kama jinsi gani ya kufanya, kwa sababu muda huu bado yupo shule huko, na muda wake uliobaki ni kama mwaka mmoja tu atakuwa hapa. Kwa hiyo kwa muda ambao tutatoka, tukafanya ya kufanya, mpaka nijifungue, nizae mtoto, tumwache sasa. Taweza kweli kumwacha mtoto mchanga? Yaani kumwacha mtoto mbona kitu cha kawaida? Mtoto akishamaliza miezi 6 unamwacha, tunafanya mambo mengine. Mbona haina shida? Nani wakisema ipi? Kidogo ndio rafiki yangu yuko mjini. Nitaongea naye ili sio mshiriki utakasa mtoto tutaishi. Tutaenda huko tutakaa. Mpaka Mungu atakapokuwa sawa. Au wewe peke yako? Siwezi kwenda mwenyewe. Hapa tunatoka mimi na wewe. Kwa sababu hii hali tumedata mimi na wewe. Kama hautaki, tukae hapa hapa tumsubiri Dodi mpaka atakaporudi. Tujue nini kitafuata. Basi. Haya. Nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu, umefanya wewe nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu, umefanya wewe na wewe ukasema utamlea baba. Cha kushangaza umemlea kweli, nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu, umefanya. Nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu, umefanya wewe Sabrina, we Sabrina, we Sabrina, umenisaliti Sabrina. Na wewe ukasema utamlea baba. Cha kushangaza umemlea kweli, nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu, umefanya. Nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu, umefanya wewe Sabrina. Wani basi. Wani twende. Mtoto wa kike hata jambo ndogo lakini nakawia ya. Baby.
Sabrina! Bebe! Odi jamani, odi. Karibu. Odi. Karibu. Sabrina. Sabrina. Olha, Sabrina ni Sabrina ni barani. Sabrina. Sabrina ni barani. Sabrina ni barani. Sabrina. Baba. Sabrina ni barani. Sabrina. Sabrina ni barani. Sabrina. Sabrina. Barani. Baba. 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 Nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu. Umefanya nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu. Umefanya wewe Sabrina, kwani umenifanyia hivi Sabrina? Tafadhali hivi Sabrina, umenifanyia hivi Sabrina. Baba, unifanyia hivi baba. bila aibu. Umefanya wewe Sabrina. Lakini nasema hali ya mtoto ile inaendelea vizuri. Basi mimi kama nusu saa ndio nimeshafika, maana leo kumshughulikia mke wa Doni huyu. Yaani ile tabia yake ilikuwa mbaya sana. Na kama wiki moja. Basi sawa nakuja. Wewe
sana shemeji. Mmoja na nyuma sana shemeji. Sio watu wanalaumu shemeji. Adon. Ah. Uko sawa. Sikiliza basi. Hata si makuzi. Mbona una makuzi? Leo una makuzi. Watu sita. Mbona nilikupenda nikakuthamini, pete kidoleni nikakuvisha mimi, ajabu umekwenda umenisahau mimi Sabrina. Kweli nimeamini moyo ukipenda, kama huja nyuma na kuvuluka mipango, bila aibu bila huluma. Wewe nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu, umefanya nilikuacha nyumbani ukae na dadi bila aibu, umefanya wewe miaka mitatu nilikuahidi, kaa nyumbani na dadi mimi nitarudi, bila aibu bila huluma Sabrina. Na wewe ukasema utamlea baba, cha kushangaza
umemlea kweli. Ho, 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 ho. Nilikuacha nyumbani Sabrina, ukae na dadi Sabrina, bila aibu Sabrina, umefanya. Nilikuacha nyumbani Sabrina, ukae na dadi Sabrina, bila aibu Sabrina, umefanya.